ya kuzindua tawi hili, ziko kazi nyingi za kimsingi ambazo mnapaswa kufanya. Mojawapo ni jambo la kwenda uwanjani. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa mnalazimika, wanazingiziwa kila mechi bila kukosa kuja Benjamin Mkapa. Hii sio kazi ya watu fulani ya kwenda uwanjani. Hii ni kazi na ni jukumu la kila mwana Simba kwenda uwanjani tunapocheza mechi mbalimbali za kimashindano. Kwa hiyo kuanzia hivi sasa, mwenyekiti, katibu, hilo ni jukumu lenu kuhakikisha kila safari, kuhakikisha kila mechi, na ninyi mnakuwa sehemu ya wanasimba wanaokwenda kwenye mechi husika, wanaokwenda kwenye safari husika. Hiyo sio kazi ya matawi fulani tu, hiyo ni kazi ya kila tawi la Simba ambalo ni tawi rasmi la Simba Sports Club. Msingi ambalo mnawajibika kuanza kufanya kuanzia hivi sasa, ni lazima kila mwanachama wa tawi la Ngobedi, ni lazima kila msimu unapoanza anunue na kuvaa jezi mpya za msimu husika. Hilo ni jambo la lazima kwa kila mwanatawi ambaye amechagua kujiunga katika familia hii. Haiwezekani ndani ya tawi moja huyu kavaa jezi ya mwaka jana, yule ya mwaka juzi, yule sio kavaa jezi ya Manchester, yule kavaa jezi ya Arsenal. Yaani haieleweki hili ni tawi la Simba ama ni kikundi cha wahuni. Ili tukutambue kuwa wewe ni mwenzetu rasmi, msimu unapoanza ni lazima kila mwanatawi kununua jezi. Na hiyo ni kazi nyingine tena ya katibu wa tawi na mwenyekiti. Jezi zinapozinduliwa, kuwahamasisha wanachama wa tawi lake wachange fedha kwa pamoja, waende wakanunue jezi zao kwa ajili ya kuvaa tawini. Kwenye shughuli yoyote ya tawi, kwenye mkutano wa tawi, ni marufuku mwanatawi la Ngobedi kuja amevaa jezi ya timu nyingine huko sijui ya Ulaya. Kwenye kikao rasmi cha tawi, mwanasimba wa tawi la Ngobedi na mwanasimba wa tawi lolote lile anatakiwa aje amevaa jezi ya msimu husika. Viongozi wa wilaya, viongozi wa mkoa, hili mnapaswa kulisisitiza kwa wanachama wenu. Lazima tuwe kwenye uniform ya kufanana, tuwe uniform moja, na huo ndio utaratibu wa Simba. Haiwezekani kila mtu kajivalia vyake. Hiyo sio maana halisi ya taasisi na sio maana halisi ya timu. Tunawajibika, tunalazimika katika shughuli rasmi za tawi, kila mwana Simba avae jezi ya msimu husika kama ambavyo viongozi mmevaa, na mnawajibika hivyo hivyo kuwakumbusha, kuwalazimisha na kuwasisitiza watu wenu na wenyewe wavae jezi za msimu husika. Ndugu zanguni, hao ni yale ambayo yanahusiana na tawi. Tunamshukuru Mwenyezi Mungu, shughuli yetu imekwenda vizuri, tawi limezinduliwa. Sasa tunakwenda kwenye utekelezaji wa kulitunza na kulidumisha tawi letu. Lakini jambo jingine ambalo limetuleta hapa Zingiziwa ni uzinduzi wa hamasa. Na niseme tu kwamba hamasa yetu kuelekea mchezo wetu wa tarehe 23 ya mwezi huu wa 11 siku ya Jumapili imezinduliwa rasmi hapa katika tawi la Ngobedi Chanika Zingiziwa. Lakini nichukue nafasi hii kualika ndugu zangu wanazingiziwa katika mchezo wetu wa tarehe 23. Tarehe 23 tuna kibarua kigumu kweli kweli. Tuna kazi nzito kweli kweli. Tuna mechi ngumu kweli kweli. Lakini pamoja na ugumu wa mchezo huu, pamoja na kibarua kizito tulichonacho siku ya Jumapili, nichukue nafasi hii kuhakikishia wanasimba wa tawi la Ngobedi, pamoja na ugumu wote wa mchezo huu, lakini kwa mapenzi yake Mwenyezi Mungu tutaondoka na alama 3 siku hiyo. Nasema
hata ajikaze vipi, hata tusumbue vipi, lakini kifo ni halali yake siku ya Jumapili. Atake asitake, kifo ni halali yake siku ya Jumapili. Apende asipende, ataachia alama tatu siku ya Jumapili. Abane aachie, ataachia alama tatu siku ya Jumapili. Twendeni Benjamin Mkapa, ndugu zangu wana Simba, twendeni tukachukue alama tatu. Pamoja na ubora wa timu yetu tuliokuwa nao na maandalizi makubwa yanayofanyika kiufundi kuelekea katika mchezo huo, mipango yote ambayo inafanywa na viongozi wetu kuelekea katika mchezo huo, lakini nguvu yetu ambayo tunaitegemea Jumapili itupe ushindi siku hiyo, nguvu yetu, silaha yetu ni ninyi wana Simba wa hapa Zingiziwa, ni ninyi wana Simba kutoka sehemu mbalimbali. Uwepo wenu Benjamin Mkapa, na tena uwepo wenu kwa wingi wenu, ni silaha namba moja ya Simba kupata matokeo siku hiyo. Kwa hiyo mwana Simba, Jumapili ya tarehe 23, ukichagua kubaki Zingiziwa, maana yake umechagua kuihujumu Simba Sports Club. Maana yake umechagua kutoitumia silaha yako ya kuwepo Benjamin Mkapa siku hiyo. Maana yake umechagua Simba ifeli siku hiyo. Na sidhani na wala sioni kama kuna mwana Simba yote hapa yuko tayari kuiona Simba yake inafeli. Kila mwana Simba anaitakia mema Simba yake, na kuitakia mema kwa vitendo Simba yako ni kuja uwanjani siku ya Jumapili. Nunua tiketi yako mwana Simba, fanya unachoweza, kopa, omba, nunua tiketi yako Jumapili, njoo Benjamin Mkapa. Asibaki mtu siku hiyo, siku ya Jumapili. Ndugu zanguni wanazingiziwa, nimefurahi sana kuja kujumuika nanyi leo. Nimejisikia faraja kweli kweli, na nihakikishie tu kila anayenunua tiketi yake ananunua silaha, ananunua ushindi wa tarehe 23. Kwa hiyo usibaki na ushindi wako nyumbani, usibaki na silaha yetu na silaha yako nyumbani. Twendeni kwa pamoja tukampelekee pumzi ya moto Bwana Petro, nyama ondoke na alama tatu. Kama ngoma itakuwa ngumu kweli kweli, malaika yuko hapa, ni mwendo wa kumtoa tu kafara, watu tuchukue alama tatu. Sawa mzee malaika? Sisi tutakubali? Hautaki tukutangulize? Anapenda kuishi. Kila atakaye kuja uwanjani tarehe 23, jezi yetu ama sare yetu ni jezi nyekundu. Hiyo ndio rangi ya mauaji, hiyo ndio rangi ya nyumbani, hiyo ndio rangi ya kumtishia mtu. Siku hiyo kila atakaye kuja aje amevaa jezi nyekundu, tena nyekundu ya msimu huu. Ndugu zangu, baada ya kusema hayo, rafiki yangu Abdul Basit yuko wapi? Huyu jamaa bwana nimesoma naye sekondari, nikasoma naye na chuo. Anafanya kazi ofisi ya rais, lakini mpaka leo anavaa jezi ya zamani. Sasa wewe utabidi ununue jezi kwa lazima. Mzalamu mletee media mungu yafuata kulipa. Lete jezi. Laje, mletee laji nyekundu. Lazima Jobla tobadilisha. Atakulipa. Huyu ni mfanyakazi wa serikali wala ana shida na yeye. 45 atakulipa. Jobadilisha. Lete jezi nyekundu. Jobadilisha.